Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo, na tunatoa sasa sehemu ya 3 katika kipindi chetu, namna ya kumsikia Mungu anavyosema na ukamwelewa. Namna ya kusikia sauti ya Mungu na kumwelewa. Na tunaangalia sasa njia nyingine ambazo Mungu anatumia kusema na mtu. Ni katika kile kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari ule wa 14. Ni njia ya ndoto au njozi. Kuna watu wamekuwa wakizipuuza sana njozi, lakini Mungu anaweza akatumia njozi pia akasema na wewe kabisa, na ukasikia sauti kule kule kwenye njozi na ukamwelewa. Ukisoma katika Ayubu 33 mstari wa 14 nasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Unaona pale, katika ndoto na katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Naye hutia adabu kwa maumivu kitandani mwake, na kwa mashindano yaendeleayo daima mifupani mwake. Hata roho yake huchukia chakula, nafsi yake huchukia nyama nzuri. Unaona? Kwa hiyo Mungu pia anaweza kusema kwa ukaisikia kabisa sauti yake kupitia njozi. Kwa hiyo unakuta wewe ni mtumishi, unafanya huduma sana, lakini sasa upati muda wa kupumzika. Sasa ukilala tu Mungu anaanza kuonyesha vitu. Sasa watu wengi wanasema wanaoota tu ni wazee. Ni kweli, wanachukua katika ile neno la Yoeli 2 mstari wa 25. Sio kweli, kwa sababu pale pana ndoto, lakini pana maono ya usiku. Kwa hiyo katika ndoto na katika maono Mungu anaweza kusema, na katika kusema ukamsikia kabisa akizungumza na wewe, na kuna vitu anaweza kuvizuia. Na kule kwenye lile neno tumesoma katika Ayubu 33, umeona kwamba ana uwezo wa kuizuia nafsi ya mtu isiende shimoni. Shimoni ni wapi? Maanake huku mwilini kuna njia inaonekana kuwa sawa machoni pa watu, lakini mwishoni ile njia ibeba mauti. Sasa Mungu analeta ndoto, anakuonya, mwanangu, usiende huko unakotaka kwenda. Hivi unafahamu hata Isaka alikuwa anataka kwenda Misri. Mungu akamtokea katika njozi akamwambia, usishuke kwenda Misri, kaa hapo ulipo nitakubariki. Akamzuia kabisa asiende pale. Kwa hiyo jifunze kumsikia Mungu na kumwamini, kwa sababu Mungu sio mtu aseme uongo au wajute. Akisema kitu ana maana na atakitimiza. Lakini ninachotaka tuangalie pale ni masikio. Masikio yanatokana na kusikia pia. Anasema usiku watu wanapokuwa wamelala, usingizi mzito unapowajia wanadamu, ndipo sasa yeye hufunua masikio yao na kuwasemesha au na kuwasikizisha maelekezo ya vitu wanavyotaka kuvifanya, aidha kuvidhibitisha au kuvitangua na kuvikansel na kuviondoa kabisa visiwepo, kwa njia hii ya ndoto. Lakini njia nyingine kubwa ambayo Mungu anaizungumza katika hii ndoto, katika hii njia ya njozi, Mungu pia anaweza akaleta taarifa za taifa kupitia njozi. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, kama wewe ni mtu ambaye ni msomaji wa Biblia, Mwanzo sura ile ya 40 mstari wa 1 mpaka wa 10, nasema, ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa Bwana wao mfalme wa Misri. Farao akaghadhibikia maakida hawa wake wawili, mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji, akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu mkuu. Sasa mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu nao, wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo, yani ukole gerezani.
Sasa ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 40 mstari ule wa 5 utaona anasema wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani, Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Kufadhaika maana yake ni nini? Lazima urudi tulikotoka. Kuna vitu vingine yani ukimaliza kuota unasikia kukosa amani au kufadhaika. Yani kile ni kiashiria kimojawapo cha Roho Mtakatifu, kukosa amani au kupata amani. Maanake kufadhaika, maanake hicho kitu ulichoota ni kibaya sana, inabidi ukifanyie kazi haraka. Kinaweza kikatokea muda sio mrefu, kiko jirani kutokea, na ni kitu kinaweza kikawa kibaya, na ndio maana Roho aliye ndani yako sasa anaugua. Kwa nini? Amekukosesha amani, kwa sababu anataka haraka sana utafute fasiri ili ujue Mungu alichosema na wewe nini. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika, akawauliza, nafikiri wakamhadisia sasa ile ndoto. Ukisoma kwenye Mwanzo wa 40 mstari wa 8 anasema wakamwambia, tumeota ndoto wote, wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhali mniambie. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu nalikuwa na matawi matatu, nao ulikuwa kama unamea, unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, nikazitoa zabibu nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndiyo hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atainua kichwa chake, naye atakurudisha katika kazi yako, atakurudisha katika kazi yako. Sasa hebu tuangalie, ni kweli baada ya siku tatu Farao alimrudisha katika kazi yake. Baada ya siku tatu tu mnyweshaji alirudishwa, na yule mnyweshaji kweli akawa anafanya kazi yake ya kumhudumia Farao katika eneo la vinywaji. Basi mkuu wa waokaji alipoona, ukisoma mstari wa 16 sasa katika Mwanzo wa 40, mkuu wa waokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni njema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama ziko nyungo tatu za mikate nyeupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao, kazi ya mwokaji. Ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndio hii, nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako na kukitundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku tatu, siku ya kuzaliwa Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote, akakiinua kichwa cha mkuu wa wanyweshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake. Akamrudisha mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kunywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake, bali akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyofasiri. Kwa hiyo unaweza ukarudi sasa katika Ayubu 33 kwamba hii njozi ilikuwa Mungu anazungumza vitu vitakavyotokea tu baada ya siku tatu. Sasa kuna watu wanadharau sana njozi, wanasema zimepitwa na wakati. Hivi kwa mfano, umewahi kusoma Mungu alivyozungumza na Farao katika Mwanzo wa 41? Mungu alizungumza na Farao katika Mwanzo ile sura ya 41, na unaona namna alivyomwelekeza jinsi kutakavyokuwa na njaa ya miaka 7 na kutakuwa na shibe ya miaka 7. Unaonaje ikiwa Farao angelisahau ile ndoto au asingepata fasiri ya ile ndoto? Misri ingepigwa na njaa kwa miaka 7, watu wangekufa wengi. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anazungumza kupitia njozi, na unavyotafuta mfasiri aliye sahihi akakusaidia kufasiri, basi unakuwa umemsikia Mungu na unakuwa umemwelewa Mungu. Katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12, katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 12, kuna watu wengi wamekuwa wakisema kwamba wafasiri wapo.
Katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12, ukisoma kuanzia yule mstari wa 6 mpaka mstari wa 10, anasema kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu yeye yule yule azitendaye kazi zote katika wote. Anasema pia, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho anapewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule yule. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, na mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa kupambanua roho. Kupambanua roho, ndoto ni mafumbo. Unapomkuta mtu aliyejaa Roho wa Mungu ukamweleza kile kitu, kama Roho wa Mungu amekuruhusu kumweleza, kama amebeba ile roho ya kupambanua roho, anaweza kupambanua. Yusufu alikuwa na hiyo roho ya kupambanua roho, alikuwa na hiyo roho ya kupambanua roho. Yaani ukimweleza njozi, anaipambanua, anaifafanua, anaidadavua mpaka unaielewa, na unaelewa tafsiri yake. Na ukishaelewa tafsiri yake, sasa unapata majibu. Ukishapata majibu, kukosa amani kunaondoka. Kwa hiyo usipopata fasiri sahihi katika ndoto, kama Mungu amesema na wewe, utaweza kumwelewa Mungu, maana yake bado utafadhaika na utakosa amani. Kwa hiyo hiyo ndio njia nyingine ambayo Mungu anatumia kusema nayo, ni kwa njia ya njozi au ni kwa njia ya maono. Akizungumza hivyo katika njozi na katika maono, kuna sauti yake. Ukisoma katika kile kitabu cha Habakuki sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3, nasema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajika katika mnara, nione Bwana atakavyoniambia. Kwa hiyo ukisoma pale anasema kwamba Bwana akanijibu katika maono, akasema iandike njozi ukaifanye kuwa wazi, ili yaisomaye apate kuisoma kama maji. Kwa hiyo jifunze kuandika pia vitu Mungu anavyosema na wewe katika njozi, na unavyoviandika utakuwa umeelewa na kumsikia Mungu sawa sawa. Kwa hiyo Mungu amekuwa akizungumza na watu wengi kupitia ndoto wanazipuuza na zinatokea. Wengine wanaota mtu amekufa alafu wanapuuza ukweli anakufa. Kwa nini? Wewe ni ukishaokoka, wewe ni kuhani wa Mungu, na kazi ya kuhani kusimama kati ya Mungu na watu. Kuna vitu Mungu kabla hajavifanya anakutazamisha kwanza, anakusikizisha kwanza. Akisha kusikizisha, wewe ndio utachagua sasa vitokee kwenye mwili au visitokee, vibaki vilivyo. Kama vibaki vilivyo, ni lazima utasimama na neno la kuzuia kama kuhani, la kuzuia kama kuhani. Na ukisoma katika Amosi sura, na huo ni mfano mwingine, kwa sababu Mungu amekuwa akitumia hii njia ya ndoto sana kuzungumza, lakini watu sasa wamekuwa ni watu pia wanaopuuza, wanapuuza Mungu anazungumza, wanapuuza. Na ukishapuuza huwezi kusikia sauti ya Mungu iliyobebwa katika yale maono. Ukishapuuza huwezi kuisikia sauti ya Mungu iliyobebwa katika yale maono. Katika kitabu cha Amosi, ukisoma Amosi ile sura ya 7, utaona Mungu alimuonyesha Amosi katika njozi, akamuonyesha ile mimea imestawi, alafu ghafla akaleta ndege wakaanza kutafuna ile mimea. Kisoma Amosi 7 sura ile ya 1 mpaka ya 5, nasema haya ndio aliyonionyesha Bwana Mungu, tazama aliumba nzige mwanzo wa kuchipuka kwa mmea wakati wa vuli, na tazama ilikuwa mimea ya wakati wa vuli baada ya mavuno ya mfalme. Ikawa nzige walipokwisha kula majani, ndipo nikasema Bwana Mungu, samehe na kusii, Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo. Bwana akagairi katika jambo hili halitakuwa, asema Bwana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anaweza kusimamisha vitu katika ulimwengu wa roho, na anaweza kuviruhusu vitu katika ulimwengu wa roho ikiwa amesimama sawa sawa. Kwa hiyo wewe inategemea sasa Mungu unamsikia kwa njia gani. Kama anasema kwa njia ya ndoto, usipuuze, andika kile anachokisema. Lakini pia kama unaona hicho kitu ni kibaya, haraka sana ingia kwenye maombi na ukisimamishe, hakitatokea. Na naamini ukifuata hizi procedure zote na hivi vipengele vyote ambavyo nimevitoa, Mungu atakusaidia. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya sehemu hii ya 3. Tunamweka mtazamaji na msikilizaji wetu katika mikono yako.
Tunaamini ya kwamba utakwenda kumtumia kama chombo chako, na wote wanaofuatilia kipindi hichi Bwana, kuna namna wanaendelea kukua ndani. Tunakushukuru kwa sababu tunaongezeka ufahamu wetu siku hadi siku wa kukufahamu. Lifunike neno lako na ulibariki. Bariki wote wanaojitoa kwa njia moja au nyingine kuachilia sadaka kwa ajili ya kipindi hiki, na sifa na utukufu zikurudie Mungu wetu. Amen. Ukiwa ulikuwa unatufuatilia na kwa njia ya sauti, basi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0759044115 au 0676237816. Tuandikie ujumbe mfupi kama una ushauri au kama una hitaji lako au kama una sadaka pia unataka kuchangia kipindi hichi kuendelea kuwa hewani, nasi tutaipokea na Mungu akubariki sana. Tutatoa sehemu ya mwisho muda sio mrefu. Mungu akubariki sana kwa kutufuatilia.